الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Watukufu wa Islamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kustaka rahma za Mwenyezi Mungu na amani ziende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusia lakini pia kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha fi sirri wal 'alani, kila mmoja wetu amwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira ya siri au ya dhahiri. Kwa Mwenyezi Mungu la takhfa alayhi khafiya, hakifichikani chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna khabir, Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo tunayoyatenda ana habari nayo. Baada ya kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo Waislamu wanakumbushana yanayohusu dini yao kwa lengo la kuwekana sawa ndani ya Qur'an, ndani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani ya aqwali za wanawachuoni, masahaba na wengineo. Yapo mafundisho mengi ambayo yanatuweka katika njia sawa sawa tuweze kufikia katika malengo ambayo tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta katika hii dunia kwa lengo moja: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Mengineyo tunayafanya kwa lengo la kutusaidia au kutupa nguvu katika kuziendea ibada, na ibada ndio msingi hasa wa maisha. Mengine yanafuatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ametupa simulizi nyingi. Qur'ani yote kuanzia sura al-Fatiha mpaka sura an-Nas, sura 114 na aya zilizoko, imegawanyika sehemu tatu: ahkam, mambo ambayo yanahusiana na hukumu, na hii ni sehemu ndogo sana. Sehemu ya pili ni aqida, tauhidi, ambayo inashika nafasi ya pili kwa ukubwa ndani ya Qur'an. Ni sehemu ya tatu na ndio kubwa, ni qasas, vita, historia. Mwenyezi Mungu alipozungumza kisa cha Yusuf alayhi salam na ndugu zake na wazazi wake na watu wa Misri kwa ujumla, mwisho kabisa akasema: laqad kana fi qasasihim ibra, hakika imekuwa ndani ya visa vyao ni mazingatiwa.
kwamba tupate mawaidha kwa visa kama hivyo, isiwe tunavisoma na kuviacha kama stori zetu tunazoziandika, bali kuna stori ambazo tumezisoma mashuleni, darasa la kwanza, la pili, la tatu, mpaka leo bado zipo kichwani, lakini za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuzifanyi kazi. Tujifunze kutokana na historia. Historia ni mwalimu mzuri wa kutuelekeza kwamba hapa wenzetu walifeli, sisi tubadili namna, tuongeze juhudi, tufanye namna zaidi ya kuona kwamba tutavukaje. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema laqad kana fi qasasihim ibra, kuna mazingatiwa, ma kana hadithan yuftara, sio hadithi tu za kuzua, walakin tasdiqan, bali ni kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tafsila kulli shay, ufafanuzi. Kwa Qur'ani imejaa vitu kama hivyo kwa lengo la kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwepo, lakini pia na sisi umati wake tuweze kuona kwamba kama kuna hatua ngumu unazopitia, basi kuna wenzio walishapitia ngumu kama zako au zaidi yako. Kama una starehe unazopitia, basi kuna wenzio walishapata starehe hizo zaidi. Historia awe mwalimu wa kutufundisha, wa kutukumbusha ili tufikie malengo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza kisa cha Firaun na Musa alayhi salam. Ndani ya sura nyingi tusikia akizungumza Musa na Firaun mara nyingi zaidi kuliko mitume wote, lakini ndani ya baadhi ya sura Mwenyezi Mungu akatuambia kitu fulani akimzungumza Musa na watu wake. Akatwambia kam taraku min jannatin wa na'im wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin. Aya chache sana imeanzia kabla, lakini nataka nishike hapa. Kam taraku, ni ngapi wameziacha, min jannati, mabustani, wa na'im, na neema mbalimbali. Mabustani mangapi wameacha, na neema nyingi walizokuwa nazo, wa kunuzi, hazina, mali, wa kunuzi, mali nyingi walikuwa nazo, wa maqami, na vyeo karimu vitukufu. Walikuwa na mabustani, akiingia katika bustani zao wanafikia mahali kusema hakuna kama sisi. Kwa bustani zile walikuwa na neema, kila wanachokihitaji wanakipata. Walikuwa na mali, hazina nyingi. Mwenyezi Mungu akisimulia Haman hakutwambia wingi wa mali zake, hakusema hivyo. Akazungumzia uzito wa funguo ambazo zinatumika kufungulia store zake. Kwamba funguo zake zilikuwa nyingi, hazibebwi na mtu mmoja, zinabebwa na kundi la watu. Sasa kama funguo zinabebwa na kundi la watu, jiulize store zilikuwa ngapi? Alikuwa na mali nyingi,
Ndio Mwenyezi Mungu anasema wa kunuzi, hazina walokuwa nazo, wa makami, vyeo walipokuwa nazo, karimu na kitukufu, wakiheshimika. Kam tara, kwa maana ya wingi, lilkuthra, wingi wa mali walizokuwa nazo, lakini waliziacha. Bustani walizokuwa nazo waliziacha. Hazina walizokuwa nazo waliziacha. Vyeo walizokuwa nazo. Alidai Firaun kwamba yeye ni Mungu. Hamani alionyesha dharau kubwa hadi kufikia kwamba ajengewe mnara akamuone huyu Mungu anayedaiwa na Musa. Wa na'amati, neema nyingi walizokuwa nazo. Kanu pia walikuwa ndani ya neema hizo fakihina, wakifurahi. Lakini mwisho yote waliziacha zote. Kadhalika hivi au rahnaha, tumewarithisha hizo walizokuwa nazo au man akhar, watu wengine. Nini ambacho tunatakiwa tujifunze kwenye hizi aya chache? Kwamba tuweze spidi tutakapokwenda katika maisha, tujenge tutakapojenga katika hii dunia, tustarehe kwa starehe za kiwango ambazo tunaona ni kiwango cha juu, lakini uko muda tutaziacha zote. Na ndivyo ilipotokea kwa watu wa Firaun, na yeye mwenyewe waliviacha vyote. Ni nini tunatakiwa tufanye? Tusiwe kama wale ambao walijilimbikizia dunia wakidhani ya kubaki, lakini wao wakaiacha dunia na wao wakaondoka. Kila mmoja ajue kwamba sisi tupo hapa, tulikuwa kama wale ambao sasa hivi hawapo, na wao walikuwa hapo sasa hawapo, na muda utafika na sisi hatutakuwa hapo. Some Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ridwanullahi alayhim, namna ambavyo walikuwa mbali na dunia. Mtume hakushindwa kumiliki dunia, lakini hakuhangaika naye. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu hakushindwa kumiliki dunia, lakini hakuhangaika naye. Uthman radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab na wengineo. Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu ni kijana wa Makka ambaye mzazi wake alikuwa na mali nyingi, akafariki. Mali zile zikawa ni urithi wa Mus'ab ibn Umayr, akiwa yeye na mama yake. Uislamu ulipomfikia akaingia katika Uislamu. Mama yake akamwambia, mwanangu, dini ya Muhammad hapana. Kama umechagua dini hiyo, basi mali uiache. Kama unataka mali, basi urudi katika dini ya wazazi wako. Mus'ab akachagua dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akachagua kuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atambua mali kwamba ataiacha, akajielewa lengo la yeye kuumbwa ni nini, akafadhilisha lengo la kuumbiwa. Maisha ya dunia akayaacha. Mus'ab ibn Umayr kabla hajawa Muislamu
pale Makka, Mus'ab akipita, unapotoka upepo unapovuma huko unapotokea ndo alipo, basi watu wa Makka wanatambua kwamba Mus'ab amepita bila kumuona, kwa utajiri alioachiwa. Alikuwa ananunua nguo, perfume za kiwango, lakini alipoutambua Uislamu akafadhilisha Uislamu, akaziacha hizo mali. Na ndio kijana wa kwanza kutumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda nje ya Makka kwa ajili ya da'wa, kwenda mji wa Madina, akafundisha Uislamu katika mji wa Madina. Ndani ya mwaka mmoja tu, hakuna nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa ilikuwa na Muislamu mmoja au wote walisilimu. Baada ya mwaka mmoja akarudi Makka, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa taarifa za maendeleo yake kule Madina. Mama mzazi wa Mus'ab akapata habari kwamba kijana wake amekuja Makka, lakini amekwenda moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaenda kwa mama. Baadaye anakuja kwa mama, anamweleza Mus'ab, anamwambia Mtume kwanza, alafu ndo mengine. Na ndicho kilichomtokea Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu aliposema mwambia Mtume na kupenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila nafsi yangu iko kuzee, yani mapenzi yangu kwa nafsi yangu ni makubwa kuliko wewe, lakini nakupenda sana. Na akamwambia bado hujamini, mpaka aliposema ninakupenda wewe kuliko nafsi yangu na kuliko chochote katika vitu ninavyovijua vya duniani. Mtume akamwambia hapo sawa. Sasa Mus'ab anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwacha mtoto wake kuonyesha kwamba Uislamu uko juu zaidi ya huu ndugu wetu. Kutoa katika Uislamu ni jambo kubwa zaidi kuliko kwa ajili ya nafsi zetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya dunia yetu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujenga nyumba ambayo iliyodumu. Nyumba ilikuwa ya udongo, matofali ambayo sio ya kuchoma, udongo. Nyumba ambayo Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisali usiku, kwa sababu ya ule udongo wa chumba, Aisha amejilaza, Mtume akienda kusujudu inabidi amsukume ile miguu yake ili Mtume asujudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ridwanullahi alaihim walitambua wazi na walijifunza kutokana na historia kwamba mali hizi ni zako ukizitoa, ukizibakisha si zako. Nyumba ukijenga sio yako, ile ambayo umeijenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndiyo ya kwako. Sasa kila mmoja ajiulize, madha qaddam, ametanguliza nini? Madhambi tunayofanya ni mengi mno kuliko kheri ambazo tunazozifanya. Jiulize tu maswali madogo toka kumekucha alfajiri. Kwa wale ambao wamejaliwa kusali alfajiri kwa jamaa, hapo katikati mpaka kufika muda huu, kheri ngapi umezifanya? Lakini wakati huo huo jitathmini, dhambi ngapi umezifanya? Ndipo Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu akiandika barua kwenda kwa maliwali
wakuu wa mikoa kwa wakati ule, akawaambia hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kwanza tutathmini nafsi zenu kabla ya kutathminiwa. Kama Firaun alijenga dunia akaiacha, kama Haman alijenga dunia akaiacha, Qarun, Suleiman na ufalme akizungumza na wadudu na ndege na wanyama na upepo na kila kitu tunachokijua aliacha. Vipi mimi na wewe? Maandalizi gani unayafanya kwa ajili ya akhera yako? Tujifunze na historia kwamba ninachokifanya leo kuna wenzangu walitangulia. Inawezekana tukatofautiana namna tu ya uendeaji wa hicho tunachofanya, lakini walishatangulia wenzetu kufanya. Kama ni kheri, kama ni shari, vyote vilishatendeka kabla. Unaweza kaniuliza ukaniambia teknolojia zilizokuwepo sasa hivi zilikuwepo ndio kinamna yao na sisi kinamna yetu, lakini zote ni teknolojia. Ziliwarahisishia wao kinamna yao na sisi zinaturahisishia kinamna yetu, lakini zipi zenye madhara zaidi? Za kwetu zaweza kuwa ni madhara zaidi kuliko za kwao. Almuhimu tujitathmini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesamehewa madhambi, kimsoma katika tarehe Mtume alipokuwa akifanya ibada mbalimbali za kusali, za kufunga, za sadaka, khairi fi sabilillah, pamoja na kusamehewa kote anafanya juhudi hizo. Tujiulize sisi. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akasema kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Tunakasema kila mmoja katika umati wangu ataingia peponi. Hapa naamini sote tunafurahi kwamba kumbe tutaingia peponi sote. Lakini akamalizia akasema illa man aba, isipokuwa atakayekataa. Kwamba kuna ambao wataambiwa ingie peponi watakataa. Kukataa sio lazima usende sitaki au singi. Masahaba ridwanullahi alayhi kamwambia Rasulullah, waman yaba, hivi nani ukukataa pepo? Na kaambia man ata'ani dakhala al-janna, atakayenitii, kwa maana akaishi katika utaratibu maisha haya ambayo nimefundisha kwa mujibu wa Qur'ani, huyo ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, atakayeniasi, kwa maana hakuishi kwa utaratibu alofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa Qur'ani, huyo ndo amekataa. Hajasema sitaki, lakini namna ya kuishi kwake Mtume alikuwaje? Mwingi wa kufanya ibada za kusali, je wewe unasali? Mwingi wa kufanya ibada za kufunga, je wewe unafunga? Mwingi wa ibada za kutoa sadaka, je wewe unatoa sadaka? Mwingi wa ibada za kuzungumza maneno mazuri, je wewe una maneno mazuri? Jipime hivyo. Siku moja pale Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita eneo fulani, pana kisima chaitwa Bi'ru Ruma. Akazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atakinunua kisima hiki? Admanu lahu janna, mimi namdhamini pepo. Kwa lugha rahisi, atakayenunua kisima Bi'ru Ruma ataingia peponi. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akapata taarifa, akamfuata mwenye kisima, sio kumuomba,
kukitaka kwa bei yoyote, kwa sababu amehifadhi maneno ya Mtume, admanu lahu aljanna, na mdhamini pepo, yani ataingia peponi. Kampata Myahudi, ataka hicho kisima uniuzie, sio naomba, kwa maana niko tayari kwa lolote, muhimu aipate pepo. Myahudi akagoma, lakini Uthman kang'ang'ania. Myahudi akaonyesha uzito fulani Uthman ashindwe. Dinari 12,000 kwa pesa zetu ni pesa nyingi sana. Dinari moja ina gramu 4.5 za dhahabu. Dinari moja yaenda kwenye 6,700 za Kitanzania, mara 12,000. Uthman akazitoa, lakini pia Myahudi hakukiuza kisima chote. Waweshea siku moja atoke Uthman maji, siku ya pili auze Myahudi maji. Lakini Uthman malengo yake sio kama ya Myahudi. Yeye anataka kufanya biashara na Mwenyezi Mungu. Yeye anataka ile maneno ya Mtume, au manlahu aljanna, na mdhamini pepo. Kawashare siku moja ya Myahudi, siku moja ya Uthman. Zamu kaanza ya Myahudi, akauza siku ya pili Uthmani, watu wachote maji bure, kwa sababu adha ambao walikuwa ipata watu wa Madina. Ndio maana Mtume akasema, nani atakinunua kisima hiki, admanu lahu aljanna. Siku ya Uthmani watu wanachota bure, siku ya Myahudi anauza, watu wakajiongeza. Ya nini ninunue maji wakati kuna siku ya kushota maji bure? Unanunua vyombo, basi unachota maji siku ya Uthman. Siku ya kuuza Myahudi hakuna watu kweli. Myahudi akashindwa, akampata Uthman na kuuzia kisima chote. Dinari 8,000, jumla 20,000. Dinari sio dirham. Zaka inaanza dirham 20, zaka milioni 8 kama hiyo. Dinari 20,000. Kwa nini? Admanu lahu aljanna. Mpaka leo hii kisima hiki, miaka zaidi ya 1400 iliyopita, Uthman anafanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wakati mwezi wa Ramadhani huko kwetu zinakuja tende, wengine wakaziuza wapate chochote, tukanyang'anyana, tukapigana. Baadhi ya hizo tende zinatoka kwenye bustani ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kam taraku min jannatin wa na'im, ngapi bustani waliziacha na neema nyingi, wa kunuzi, hazina, wa maqami, vyeo karimu vitukufu, wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadhalika awrathnaha qauman akharin. Sasa wewe au mimi, ni kitu gani tunafanya biashara na Mwenyezi Mungu? Kitu gani tunaandaa kwa ajili ya kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa radhi na sisi? Tunakwenda mbio nyingi kujenga nyumba za kifahari, kununua vipandwa, kula, kuvaa, kwa ajili ya kuimarisha dunia, kidhani dunia inatupenda. Dunia wala haitupenda. Nunua viwanja utakaponunua, nunua mashamba utakaponunua, lakini siku ya kuondoka utaondoka na kakipande ka ardhi basi, ndio kijumba ambacho tutapewa. Tujenge akhera yetu kwa kuitumia dunia vizuri, kufanya kheri. Tusije tukawa kama watu wa Firauni ambao Mwenyezi Mungu anatusimulia kwamba walikuwa na bustani nyingi wameziacha, walikuwa na hazina nyingi wameziacha, walikuwa na vyeo wameviacha. Mwenyezi Mungu akawapa wengine waliokuja baada yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa nani bora wa watu, tunakasema anfa'uhum linnas, yule ambaye ana manufaa zaidi kwa watu ndiye bora.
Jitahidi uwe hadithi nzuri ya kuzungumza baada ya wewe kuondoka, sio uwe hadithi mbaya kama hii ya kina Firaun. Uwe hadithi nzuri kama ya Uthman ibn Affan, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakr na masahaba wengineo. Hadithi nzuri ya kuzungumzwa, utoke watu wanasikitika, sio wanafurahi. Kuna vitu vingine vikitokea watu wanafurahi, fanyeni mikono, japo si nzuri. Wakati wa mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah, palikuwepo na mtu akimkera sana, akimkera Ibn Taymiyyah akafariki. Basi mtu mmoja akaenda kwa Ibn Taymiyyah kumfahamisha kwamba amefurahi yule bwana akafariki. Ibn Taymiyyah akamwambia hapana, usifurahi kwa nini? Muombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke wa Abu Lahab ama sikosei, alikuwa akimkera Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya siku, katika njia ambayo tunaweza kuwekewa vitu mbalimbali vya kumkera. Anapita sikio, hakuna kitu. Hakusema afadhali leo hajaniwekea chochote, kama ni wakufa afya. Akajiuliza, atakuwa mzima anauma na nini? Akaenda kumwangalia. Ni namna fulani ya kujenga upendo na ni dawa, na ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu, tutengeneze akhira yetu kwa kutumia dunia ambayo barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. malizia sehemu ya pili ya hotuba yetu. Nasema kwamba tujifunze kutokana na historia. Waliopita wawe ni darasa kwetu, lakini na sisi tuweke historia nzuri. Tukiondoka, watakaokuja watuzungumze vizuri kama tunapozungumza vizuri waliokuwa kabla yetu. Ndio Uislamu unafundisha hivyo. Lakini pia tujue lengo la sisi kuwa ni ibada, na ibada ziko nyingi. Sasa ni mimi na wewe kuhakikisha tunafanya katika hizo nyingi katika ibada. Angalia mfano mdogo sana. Wafanya biashara rejelege, maduka ya rejelege, mchele na vinginevyo. Ndani ya biashara yake anaweka bidhaa mbalimbali nyingi, ili wanaokuja, kila atakayekuja asikose. Atakayetaka chumvi ya 100 apate, ya 500 apate, ya 200 apate. Anayetaka mchele wa Mwanza, Shinyanga, Mbeya aupate. Na kwa bei tofauti. Anayetaka sukari, pata kijiko kimoja tu anauziwa. Sukari ya 200. Almuhimu kila anayekuja kwenye duka lake asikose. Yeye lengo lake ni apate faida, afanikiwe kwenye biashara yake. Na sisi ni hivyo hivyo, tuwekeze kwenye ibada nyingi kama alivyowekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikia swala za faradhi zote tunaziswali. Sikia swala zote za sunna, duha, witri, qiyamul layl na nyinginezo tunazifanya na maisha yake. Sikia funga ya faradhi za sunna zote tunazifunga mpaka wake zake wakisema alikuwa akifunga mpaka tunasema huyu hadi jana.
Kwa nini? Anataka pepo. Aliwekeza katika maeneo mengi, hapa atapata faida, hapa apate faida, hapa apate faida, kama mfanya biashara hivi. Hata wao wafanya biashara wakubwa kiasi gani, atafanya biashara za kikubwa lakini ndogo ndogo pia zipo. Nazo kashangaa ukapita duka kubwa lakini anauza ukulu wa shilingi 100. Hoteli kubwa lakini wanauza bisi. Ni namna fulani ya kuwavutia wateja, lakini wakati huo wao na wao hapati faida. Na sisi ni hivyo hivyo. Usidharau khairi, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Usidharau wema. Ijapo kukutana na ndugu yako Muislamu kwa na uso furaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika ambao wanasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kufanyia kazi. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام